ambazo zilikufa kati ya mwaka 2000 na mwaka 2018. Yupo mwenzangu ambaye ataelezea vizuri zoezi la ufilisi, lakini nitakueleza tu kwa ujumla kwamba pamoja na kuwa na mfuko wa bima amana, pia tunaendesha zoezi la ufilisi. Kazi nyingine ambayo bodi ya bima ya amana inafanya na ambayo imeanza kufanya hivi karibuni ni kazi ya kupunguza hasara kwenye benki inayopitia changamoto au inayopitia mgogoro wa kifedha. Kama benki kuu ambayo inazikagua benki ikiona kwamba kuna benki fulani ambayo pengine utendaji wake unalegalega na inaona tunaweza tukaisaidia hiyo benki kwa ama kuipa mtaji au kuidhamini pato pesa, basi bodi ya bima ya amana ikishirikiana na benki kuu itaingia pale, ama inaweza kaidhamini hiyo benki ambayo inapitia changamoto ili irejee kwenye utendaji wa kawaida, au bodi ya bima ya amana inaweza kaikopesha hiyo benki irejee kwenye hali ya kawaida. Tunafahamu kwamba kuna benki kama 9 zimewekwa chini ya ufilisi katika nchi yetu tangu mwaka 2000 hadi sasa hivi, lakini tunazoangalia zaidi ni hizi 7 za 2017 na 2018 ambazo ufilisi wake bado unaendelea. Na kubwa juzi mkurugenzi mkuu alitangaza kuhusu malipo ya fidia ya mwisho ya fedha kwa wateja waliokuwa wameweka amana kwa benki ya FBME. Kwa hiyo naomba kutumia fursa hii kuwakaribisha wale waliokuwa wateja wa benki ya FBME upande wa Tanzania kwa ajili ya kufuatilia zile balansi zao katika ofisi za benki za bodi ya bima ya amana ambazo ziko katika ofisi ya benki kuu Dar es Salaam na Dodoma, lakini pia wanaweza wakatumia simu ambazo zipo katika mtandao wa bodi ya bima ya amana. Hizi ufilisi kwa haraka ulitokea baada ya mabenki haya kuwekwa chini ya ufilisi na Benki Kuu ya Tanzania, ambayo kwa mujibu wa sheria wao ndio wanaoweka mfilisi kwa mujibu wa sheria. Na endapo benki ikifilisika, bodi ya bima ya amana, Benki Kuu imekuwa ikimchagua kuwa mfilisi, na kwa sasa hivi tunaendelea na ufilisi kama tulivyosema. Benki ambazo hadi sasa hivi ufilisi wao unaendelea ni benki ya Mbinga ya wananchi, kuna benki ya wananchi wa Njombe, kuna benki ya wakulima wa Kagera, kuna Efata Community Bank na kuna benki ya FBME. Wale wateja ambao hawajachukua amana zao, tunaomba bado waendelee kufika katika ofisi za matawi ya benki ya biashara au TCB, Tanzania Commercial Bank, kwa ajili ya wao kuchukua zile amana zao kwa maana ya kile kiasi ambacho kilikuwa kinafidiwa na bima ya amana. Lakini kwa wale ambao walishachukua lakini walikuwa na zaidi ya kile kiasi ambacho kilikuwa kinafidiwa kwa wakati huo, ambao kilikuwa ni shilingi milioni 1.5 million, waliokuwa na zaidi ya hapo kwa zile benki ambazo ziko chini ya ufilisi waendelee kufuatilia katika ofisi ambazo tumezisema kwa awali za bodi.